Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba, ufalme wako uko duniani, mapenzi yako yanatimizwa kama ambavyo tayari yametimizwa mbinguni. Baba, tunakushukuru, unatupa riziki yetu ya kila siku. Hata leo tunakubariki na tunakuinua kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa muda wote ambao umetutunza tangu Januari, mwezi wa kwanza ule mpaka mwezi wa 6. Sasa tumeingia mwezi mwingine mpya, ni tarehe mosi ya mwezi wa 7, 2026. Wewe ndiwe Mungu uliyetukuka milele, hakuna mfano wako. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho, wewe ni Alfa na Omega. Wewe ndiye uketie katika kiti cha enzi, tunakushukuru, tunakuabudu. Unastahili kuabudiwa kwa sababu peke yako ndiwe Mungu, hakuna mfano wako. Asante kwa uzima na uzima wa milele. Asante kwa afya na afya ya kiungu. Asante kwa mafanikio na mafanikio ya ufalme wa kimbingu. Liinuliwe jina lako. Leo tena Baba, tunaingia katika kutafakari neno pamoja na kila anayetusikiliza. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu ni mwalimu wetu. Tunatambua uwepo wako na tunakushukuru kwa sababu hekima yako na ufunuo wako unasaidia roho zetu kuendana na mapenzi yako makamilifu na makusudi ya neno lako ambalo umelithibitisha kwetu. Asante, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru, tumeomba na tumepokea. Amina. Hujambo, naitwa Zawadi na nashukuru kwamba nakutana nawe tena katika siku nyingine mpya ya mwezi wa 7, leo tarehe mosi. Tunakutana kwenye tafakari za neno la Mungu zinazoandaliwa na mchungaji Chris. Na kila siku kama navyokuambia siku zote kwamba inakuwa na ujumbe wake. Ni ujumbe ambao unafurahisha kwa sababu neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni afya, neno la Mungu ni wokovu. Neno la Mungu ni nguvu inayobadilisha maisha yetu. Sasa sehemu ya chakula chetu cha kiroho leo, mchungaji Chris anazungumzia kuhusu watoto. Ujumbe unasema walee katika njia iwapasayo. Walee katika njia iwapasayo. Na neno la msingi liko katika kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6. Mstari huu unasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mithali 22 mstari wa 6. Sasa katika ufafanuzi hapa mtu wa Mungu anatuambia kuna maagizo ya wazi kutoka kwenye neno la Mungu kuhusu kuwakuza na kuwalea watoto. Na maagizo hayo hayako kwenye mtazamo binafsi au mitindo au tamaduni maarufu za kisasa. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, si katika njia aichaguayo yeye, si katika njia inayopendekezwa na jamii, na hata si katika njia unayopendelea wewe tu, ila katika njia impasayo. Njia inapangwa na neno la Mungu. Haleluya. Katika nyakati hizi kuna wengine wamefuata akili potofu katika kukuza watoto wao, wakisema nyumbani kwetu sisi kila mtu ana uhuru wa kuamua kitu anachotaka kuamini au namna anavyotaka kumtumikia Mungu. Hiyo si nyumba ya Kikristo. Ukristo si demokrasia ya imani mbalimbali. Unapochagua kufanya nyumbani kwako kuwa mahali pa Ukristo au katika imani ya Kikristo, kuna kiwango, na kiwango hicho ni neno la Mungu. Biblia inazungumza kuhusu wale walio kataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Ukiangalia ile Warumi sura ya 1 mstari wa 28. Hali hiyo haianzi ghafla katika utu uzima. Mara nyingi huwa inatokana na kukosekana kwa malezi na mifumo sahihi katika miaka ile ya mwanzo ya kukua. Pale ambapo watoto hawaongozwi katika njia sahihi kumtumikia Mungu, wanakuwa bila ufahamu wa Mungu. Na kukosa ufahamu wa Mungu huko kunaweza kuwasababishia matokeo mabaya sana kiroho. Matokeo mabaya sana kiroho. Hujadiliani na mtoto kuhusu nidhamu ya kiroho, kwa sababu Biblia inasema upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa mtoto.
lakini nidhamu na adabu husaidia kuuondoa. Ukiangalia Mithali ya 22 mstari wa 15, Biblia inasema, upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, bali fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali naye. Hii ni Mithali 22 mstari wa 15. Ukiwa mzazi, kama mzazi wa Kikristo, usione kawaida wazo la mtoto wako kuamua kuto kwenda kanisani. Usiwalee watoto kufuata hisia zao, walee kutembea katika kweli. Kazania njia ya Mungu tena na tena kwa msisitizo na kwa upendo. Hui mkali, bali unaonyesha utii kwa maagizo ya kiungu, na matokeo yake ni ya hakika. Wakiwa wakubwa hawataiacha njia hiyo. Mafunzo hayo huwa ndio dira ya kiroho ndani yao, ikiongoza wanachochagua na kuhifadhi maisha yao. Hujaitwa kulea watoto wanaokuwa tu ili mradi wanakuwa. Umeitwa kulea na kuwakuza watoto wanaomjua Mungu, wakitembea katika njia zake na kuishi sambamba na kweli yake. Jukumu hilo ni la kiungu na lazima lichukuliwe kwa mkazo unaostahili. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa neema yako na hekima yako inayotenda kazi ndani yangu. Ninatembea katika nuru ya neno lako, nikitumia kweli yako kwa mwendelezo, upendo na mkazo. Nyumba yangu, familia yangu imethibitika juu ya neno lako, na wale walio katika uangalizi wangu wanalelewa katika haki, wakikaa na kukua katika ufahamu wa uwepo wako, katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Masomo zaidi katika tafakari yetu leo yako katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 4, Biblia tafsiri ya New International Version. Inasema, nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Halafu Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15, bado tafsiri hiyo ya NIV, New International Version, inasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Na katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 7, bado tafsiri ile ya New International Version inasema, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ndio masomo ya zaidi ama masomo ya ziada katika somo letu la leo. Tumeambiwa kwamba tuwalee watoto wetu katika njia inayowapasa. Njia inayowapasa ni neno la Mungu. Na tumeonywa kabisa hapa, mtu Mungu ametuonya kwamba si jamii inavyosema, wala sio kwamba ni watoto wa kisasa tu hawa. Hawa watoto wa huko sijui nchi gani, Ulaya, hawa watoto sijui wa wapi. Hiyo misingi sio misingi ya neno la Mungu. Misingi hiyo sio misingi ya neno la Mungu. Hapa tunaambiwa kabisa kwamba tuwafundishe watoto wetu tena kwa bidii, kwa sababu kuna kizazi cha nyakati hizi wanakuwa wengi hawataki kusikiliza. Unajua wana walimu wao kwenye mitandao ya kijamii. Usiruhusu. Sitoi sheria mpya, sileti utaratibu mpya, naongezea tu ambayo tayari mtu wa Mungu ameshatufundisha leo na pia Biblia inavyosema. Nitakuacha na ushuhuda mmoja. Niliwaita watoto wangu na rafiki zao 2 3, wakaona niangalia, manake mitaa ya huku, dunia hii tulioko huku upande wa Ulaya huku, kuna sheria kadhaa ambazo zinasema usimfanyie mtoto. Nikawaita, nikawaambia kuna baadhi ya maeneo mkienda kwa jinsi isivyo itabidi niwashikie fimbo. Wakawa wananiangalia, hawaelewi. Nikamwambia, wewe shika Biblia, wewe shika Biblia, wewe shika Biblia. Fungua Mithali hiyo, fungua Timotheo na fungua mistari hiyo. Mistari 3. Alafu nikawaambia, soma.
Kila mmoja akasoma usimnyime mtoto fimbo hivyo na hivyo hivyo kama tulivyosoma leo. Wakawa wananiangalia, nikaambia kwa hiyo mkifanya mambo ambayo hayaendani na neno la Mungu, neno la Mungu linaniagiza niwaonye, kwa sababu kwenye akili ya mtoto kuna upumbavu. Ule upumbavu unaondolewa. Usimnyime mtoto maonyo ama usiache kumwadabisha, kwa sababu usipomwadabisha ule upumbavu wa kitoto hautamtoka. Na hapa sileti sheria mpya. Ninachojaribu kusema hapa ni kwamba neno la Mungu li wazi, kwa sababu watoto katika ukuaji wao kuna zile nyakati, miaka ya awali ya kukua ambayo inahitaji msingi. Wanatakiwa wawekewe msingi. Sasa wewe mzazi unaenda kumwabudu Mungu huko, umemwacha mtoto amelala, au sio, mimi I don't want to, sitaki kwenda kanisani, au sijui mimi sijui nini. Haki za watoto ziko, lakini neno la Mungu linazungumza juu ya namna bora ya kumsaidia mtoto akue katika maadili ya neno la Mungu. Si unavyotaka wewe baba na mama, au si unavyotaka jamii, au sijui utawala gani. Biblia inasema jinsi inavyotaka kwenye neno la Mungu. Mlee mtoto. Hapa anasema nawe uwafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena wanapoketi katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Kwa hiyo hii ni misingi ya neno la Mungu ambayo tunatakiwa kuifuata bila kugombana na mtu. Mungu ndiye aliyetuumba na akatupa hiyo misingi. Kwa hiyo tuifuate vizuri. Ndio tafakari yetu ya leo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nami nafurahi kwamba tunaenda pamoja. Basi kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, nikwambia kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa watu wote, sio mwokozi wa Wakristo. Ni Mungu mwokozi wa watu wote, anaitwa Yesu Kristo, na jina Yesu ni liko tu kwa wengine, lakini unaposema Yesu Kristo ni mpako wa mafuta, ni kwa ajili ya watu wote. Sema sala hii baada yangu, fanyike kwa mwana wa Mungu. Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake napokea uzima wa milele katika roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana, mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa maombi haya, Mungu wangu akubariki. Nataka tu nikuambie kwamba tunapatikana kwa nambari alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki. Haleluya.